serikali yetu kuanzia mwaka wa fedha huu unaoisha sasa, na wakutambua kwamba wataalamu hao ni wachache na bado nchi yetu inahitaji wataalamu wa nyuklia katika sekta mbalimbali, serikali imetenga kwa mwaka huu wa fedha unaoisha bilioni 3 kwa ajili ya ufadhili kwenda kusomesha wanasayansi wa Kitanzania ambao watabobea katika masuala ya nuclear science. Tayari mchakato wa uteuzi umeshakamilika na nafurahi kuwatangazia tayari Watanzania 6 wameshateuliwa kwenda kusoma masomo yao ya ngazi za juu katika masomo ya nuclear science. Lakini wataalamu hao wakirudi watafanya kazi katika maeneo mbalimbali ambayo yanahitaji matumizi ya nuclear technology. Na hata tumeshapitisha bajeti ya Wizara ya Elimu. Tena kwa mwaka huu serikali imetenga tena bilioni 3 kwa ajili ya kuendelea na ufadhili wa Watanzania ambao wataenda kusoma katika vyuo vya hali ya juu katika nchi mbalimbali hapa ulimwenguni, na watakaporudi sasa watakuwa ni wataalamu bobezi, wana umahiri mkubwa, na hivyo sasa watarudi kuchangia katika kuendeleza sekta mbalimbali kupitia utaalamu ambao watakuwa wameupata. Kwa hiyo kuanzishwa kwa chama hiki kwa kweli ni njia mojawapo ya kupromote uzuri, lakini pia kuencourage Watanzania wengi na especially wasichana na akina mama kujielekeza katika kusoma, lakini pia kubobea katika masuala ya nuclear. Kwa hiyo leo sisi tuna furaha sana kama Watanzania kwa sababu sasa Tanzania imekuwa ni nchi ya 22 katika Afrika kuanzisha chama hiki cha wanawake katika nuclear, lakini nchi ya 58 ulimwenguni kuanzisha chama hiki. Kwa hiyo Tanzania sasa tunaingia katika ramani ya dunia ambapo na sisi sasa tumekwenda kuwekeza kwa upana sana katika masuala ya nuclear science, na tayari chama hiki kipo ndani ya nchi yetu, na hivyo kama serikali tunawaahidi sana kwamba tuendelea kuwapa ushirikiano, kuwapa maelekezo na hata kutoa support pale inapotakiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chama hiki kinakuwa chama hai, chama ambacho kinavutia, na hivyo kuweza kuattract wanachama wengi kuingia katika chama hiki. Jumuiya hii itakuwa ni kama platform kwa ajili ya wanawake wote ambao wanafanya kazi katika kada hii ya nyuklia, ili tuwe pamoja, tupeane moyo, tuhakikishe kwamba tunajiendeleza kielimu, kwa sababu fursa ziko mbalimbali duniani kote na nchini kwetu pia fursa zinapatikana, lakini wakati mwingine zinachelewa kuwafika hasa wasichana au wanawake ambao wao katika kidato kidogo cha kazi zao. Kwa hiyo jumuiya hii tuna malengo kwamba ya kuwakusanya wanawake wote ambao wanafanya kazi katika kada hii ya nyuklia, ili tuwe pamoja, fursa zitufikie kwa urahisi, na pia sisi ambao tumeshakuwa watu wazima tuwe kama ni role model kwa ajili ya vijana ambao ndio wanaanza kazi. Lakini pia jumuiya yetu tunataka kuhakikisha kwamba tunawapata mascientists katika field hii, kada hii ya nyuklia. Kwa hiyo tunaanza kuzungumza na wasichana katika sekondari ndogo kabisa, form 1, form 2, ili wakati wanapochagua wachague masomo ya sayansi, na wanapofika katika masomo yao ya university waweze kuingia kwenye masomo haya ya nyuklia. Kama mlivyosikia kwenye mahotuba kwamba hii fani ya nyuklia iko katika sehemu mbalimbali, mahospitalini, sehemu za kilimo, sehemu za maji na mambo ya research. Tunahitaji wataalamu katika fani hizi, na kwa sasa wataalamu wasichana au wakina mama ni wachache, labda kutokana na kwamba wasichana hawajiendelezi katika masomo ya sayansi tangu katika sekondari za awali, au pia wasichana ambao tayari wamefikia kwenye degree za kwanza hawachagui kwenda nyuklia kwa kuhofia kwamba labda ukiingia kule kuna shida, mionzi ina shida. Lakini sisi ambao tayari tuko kule tunakuwa kama role models au tunakuwa mentors, tunahakikisha kwamba namba ya wafanyakazi katika field hii inaongezeka. Lakini vile vile tunajitahidi kuwalea wasichana au akina mama ili pia waje kushika nafasi za uongozi. Kama ambavyo sisi tumefika, tunawaonesha kwamba inawezekana na wao pia wanaweza wakashika nafasi za uongozi mbalimbali.
Kwa majina naitwa Buminganyikani Madison Robert, nasoma shule ya sekondari Chang'ombe kidato cha 5. Sisi kama wanafunzi ambao tunasoma masomo ya sayansi, teknolojia pamoja na hesabu, yani STEM subjects, tunashukuru kwanza kwa ajili ya nafasi hii kuletewa mentors na kupewa kipaumbele sasa wasichana ili kukuza teknolojia. Kwa mwitikio wetu sisi ni kwamba tutajitahidi kwa ajili ya uwezo wetu kutumia kila aina ya resources ambazo tumezipata kuanzia akili, skills na walimu wetu ili kuweza kuwa wabunifu na kuweza kufanya vitu ambavyo vina maendeleo katika jamii yetu. Naitwa Gladness Peter. Tunafurahia sana hiki kipaumbele ambacho serikali wametupa kutusupport sisi hapa kujiingiza na masuala ya sayansi, na ukiachana hivyo ningependa kwamba kule mashuleni kwetu watutengenezee mazingira mazuri ambayo yatatusaidia wanafunzi sio tu wasome science lakini wasome wakiipenda, yani washikilie malengo waliokuwa nayo.